Shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu Amnesty International limeitaka serikali ya Tanzania kutoa maelezo ya haraka kuhusu walipo na hali ya kiafya ya aliyekuwa balozi wa Tanzania nchini Cuba, Humphrey Polepole, ambaye inadaiwa alitekwa kwa kutumia nguvu kutoka nyumbani kwake jijini Dar es Salaam Oktoba 6 mwaka huu. Najat Omar ametuandalia taarifa hii. Ripoti iliyotolewa na shirika hilo imeeleza kuwa serikali ya Tanzania inapaswa kuhakikisha usalama wa Polepole na kuwachukulia hatua za kisheria waliomteka kwa mujibu wa taratibu za haki na uwazi. Kulingana na familia ya Polepole, walipokea taarifa ya uvamizi nyumbani kwake eneo la Dar es Salaam asubuhi ya Oktoba 6, 2025. Familia walipofika walikuta mlango umevunjwa, nyaya za umeme zimekatwa na damu nyingi zikiwa zimemwagika ndani ya nyumba. Picha na video zilizotolewa na familia zinaonyesha dalili za mapambano makali. Tigere Chaguta, mkurugenzi wa kanda ya Afrika Mashariki na Kusini mwa Afrika wa Amnesty International, amesema kuwa shirika hilo linapata wasiwasi mkubwa kutokana na taarifa kwamba Humphrey Polepole huenda alitekwa kwa nguvu na kupigwa. Polepole ambaye aliwahi kuwa kiongozi mwandamizi wa Chama cha Mapinduzi CCM alijiuzulu nafasi yake ya kidiplomasia mapema mwaka huu baada ya kuikosoa hadharani serikali kwa kile alichokiita kupuuzia haki, utawala wa kisheria na misingi ya katiba. Familia ya Polepole iliripoti tukio hilo katika kituo cha polisi cha Mbezi tarehe 6 Oktoba, huku wakili wake akiwasilisha ombi la kisheria la kuitaka mahakama, ikiwa imemweka kizuizini, kumpeleka mahakamani ili mahakama iweze kuamua. Familia ya Polepole imeiambia Amnesty International kuwa wakati wa uchunguzi wa polisi, maafisa walichukua baadhi ya vitu kutoka nyumbani kwa Polepole, ikiwemo mashine ya kuchapisha na sanduku la kuhifadhi vitu vya thamani. Msemaji wa jeshi la polisi David Misime alisema Polepole aliitwa katika idara ya upelelezi ya makosa ya jinai DCI kufuatia tuhuma zilizotolewa mtandaoni, lakini hakutekeleza wito huo. Mamlaka zinasema zinaendelea kuchunguza ukweli wa madai ya kutekwa kwake. Taarifa hiyo ya Amnesty International imesema kuwa vyombo vya usalama nchini Tanzania vimekuwa vikihusishwa mara kwa mara na matukio ya watu kutekwa kwa nguvu, huku kukiwepo watu ambao hawajulikani walipo. Miongoni mwao ni pamoja na Anthony Gabriel, Daniel Chonchorio, Deodeus Soka, Dennis Kipanya, Fakih Ali Salim, Frank Mbise, Jacob Mlai, Mdude Nyangai, Shadrack Chaula, Simba Mseti na Siza Mwita Keheta. Mnamo Julai 2025, wataalamu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa waliitaka serikali ya Tanzania kusitisha mara moja matumizi ya mbinu hiyo dhidi ya wapinzani wa kisiasa, watetezi wa haki za binadamu na waandishi wa habari, hasa katika kipindi cha kuelekea uchaguzi mkuu.